Na unaangalia huyo ni mwanasiasa ambaye ni kelele tu kila wakati na nimetembea naye. Kwa hivyo kuna hizo tofauti vile watu wanafanya kazi, lakini tutumia wakati mwingi. Tuko na rasilimali ya kutosha. Mimi kuambia tu kweli, siwezi kusema eti Kenya hatuna pesa ya kutosha. Kenya tuko na rasilimali ya kutosha kuhakikisha kwamba elimu yetu inaenda mbele. Mheshimiwa Daktari Matiang'i, wacha sasa tuongee kuhusu chama chako cha Jubilee. Mlikuwa na mkutano wiki iliyopita na mkafanya mambo mengi, niliona mabadiliko kadha wa kadha. Kwanza kabisa niulize, mkutano huu wa chama ulifanyika katika mazingira yapi? How was? Unajua tangu mwaka uliopita wakati tulikuwa na special delegates conference tarehe 26 mwezi wa Septemba, wanachama na viongozi wa Jubilee wameamua sasa tuanze kustawisha chama chetu, kujipanga kujiandaa kwa uchaguzi. Tuseme tu ukweli, unajua mwaka wa 2022 tuliingia kwa azimio sisi wote. Na nikizungumza sasa kama maneno ya chama, tuliingia kwa azimio. Kulikuwa na utata kidogo kuhusu uwaniaji wa uchaguzi katika viwango vya MCA na parliament na senate na huko. Kuna mahali pengine ambapo tungepata actually viti kama haikuwa hiyo maneno ya negotiate na mambo kama hayo. Lakini kumekuwa na msukumo sana kutoka kwa wanachama wa chama cha Jubilee kwamba tafadhali sasa ni wakati wa kurudi kwa chama chetu, tuchenge hii chama, tuboreshe chama, kwa sababu tulikuwa kwa serikali na tulifanya yale tulifanya kwa serikali na maendeleo mengi na mipango mingi ya maendeleo ambayo sasa ingine imekwama, zile barabara za Maumau huko na so on. Na tumekuwa na msukumo sana kutoka hata kwa wananchi. Sasa tukaanza maneno ya kupanga chama upya. Sasa hiyo ndio imeelekea mkutano tumekuwa nao wiki iliyopita, kuendelea sasa katika hiyo safari ya kuendeleza chama chetu. Na katika mpango huo, unajua sasa kama shirika, chama ni kama shirika. Mnakaa pamoja, ama kama chama ni kama timu, unajua. Kufika mahali kwa timu nasema sasa tumeenda namna hii, ningependa sasa nileta huyu goalkeeper mpya, nataka kubadilisha kidogo, huyu atacheza left badala ya kucheza right, namna hiyo. Kwa hivyo wanachama wa Jubilee wanapanga timu tukielekea kwa uchaguzi. Na tumekubaliana sisi wote tukiwa katika National Executive Committee kiongozwa na Rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye ndio party leader wetu, kwamba tuende hatua kwa hatua, wasajili wanachama wapya, tukifungua maofisi mpya, tukihakikisha kwamba sasa tumeanza mjadala katika ndani ya chama, vile tunavyoenda uchaguzi na vile tutashirikiana na wengine. Namna hiyo. So hayo ndio mazingira. Kwa hivyo mabadiliko yametokana na hali ya kisiasa ya kitaifa, ama ni shinikizo la ndani? Hapana, hali ya kisiasa ya kitaifa na mpango wetu sisi wenyewe vile tunataka kwenda mbele. Unajua shida tulioko nayo katika nchi yetu hii katika mambo ya siasa vile nimeona, wakati mwingi kila mtu ana story yake. Unajua jambo linafanyika, alafu watu wanaanza story hii, story nyingine na kule kwingine. Sisi kama chama, kama Jubilee, tunataka kujipanga kuingia kwa uchaguzi na majaliwa ya Mwenyezi Mungu kurudi kwa serikali, tuokoe nchi yetu. Ndio mpango wetu. Tunataka kurekebisha yale ambayo yameharibika katika nchi yetu, toke uongozi. Sasa tukiwa katika hali hiyo, tunajipanga vile mtu anapanga timu yako. Wakenya wengi walishangaza na kuondolewa kwa Mheshimiwa Jeremiah Kioni. Alikuwa katibu mkuu wa chama, lakini ametolewa
pelekwa akapewa nafasi nyingine ya kutumikia chama. Wengine wanasema hii ni sort of demotion, ameshushwa cheo. Kusema tu ukweli ni kutoelewa, you know, kutoelewa kwa watu. Na unajua wakati watu hawajalielewa jambo, wanalirukia ama wanafanya uamuzi wao. Vile nimesema, unajua hata katika cabinet nilikuwa naona wakati tulikuwa kwa serikali, rais akifanya mabadiliko katika baraza la mawaziri, aseme sasa wewe General Kaiseri bahati mbaya amefariki, Matiang'i ndio atakuwa waziri wa usalama, ametolewa katika Ministry of Education. Sasa watu wengine wanasema hiyo ni promotion, wanasema wengine ni demotion and so on. It depends on who's looking at it. Okay. Lakini mwishowe ni vile rais anapanga baraza la mawaziri. Na sisi kama chama ni vile tunajipanga. Kuna jukumu mpya ambao ni muhimu sana na inatakiwa ifanywe na kiongozi wa chama chetu ambaye ako na uzoefu zaidi wa chama na ambaye ndiye anamehusishwa zaidi na chama chetu. Na tukijipanga kwa hayo majukumu, tukiangalia, huwezi kusema wacha hii jukumu ili mtu ambaye anaweza kulifanya ni Gatonye. Hawezi kuwa ni inakuwaje sasa demotion? Unajua okay. Inashangaa. Na inakuwaje kuondolewa? Unajua kuondolewa, ukiondolewa, labda mimi sielewi Kiswahili sana, lakini kuondolewa ni kuambia sasa utoke hapo. Wanasema it's a demotion of what rank ya position za chama ni gani? Nani ametoa rank? Akasema hii ni number 1, number 2, number 3. Secretary General anaonekana sana and he actually runs the party, sort of. Then hiyo kazi yake ni ndogo kuliko kazi ya kuwa deputy party leader, kwa sababu kama wewe ndio kwa front desk huko, ni kwa hivyo unaanza kuingia kwa ofisi ama ujiulize mtu yule ambaye ako na madaraka makubwa ni yule anakaa first floor ama yule anakaa second floor. Unajua it's relative, inategemea nani anaongea maneno, lakini mimi nikwambie ukweli kama naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee, kusema tu ukweli ni mambo ambayo mimi ningependa nisiyazungumzie, kwa sababu saa nyingine unajua inakazilisha niseme tu ukweli. Sababu sisi sote tuko pamoja kama timu. Ndugu yangu Mheshimiwa Jeremiah Kioni ambaye ni mshirika wangu, tumekuwa katika hii chama tunaendelea na amefanya kazi kubwa. Hata wakati huo tukifanya mkutano huo, yale mambo ambayo yamezungumzwa huko kuhusu mchango wake na kazi yake, na inaonekana wazi. Na hao wote ni wanachama, wote wameingia kwa chama. Kila mwanachama anafanya sehemu yake. Nikuulize Gatonye, unataka kuniambia kwamba mguu wako ukitembea, mguu wako ni muhimu zaidi ya jicho lako? Is your leg more important than your eye? They are all parts of that is it. So ni majukumu gani haya Mheshimiwa Kioni? We have roles, tuko na sehemu. There's a special role yenye sasa chama sasa unajua uko na mkono, uko na mkono mwingine, uko na mguu, uko na jicho, uko na mdomo, uko every part is important. Sasa tuwezi kuwa tuingie kwa chama tuseme hii ni sehemu ndogo. Okay. Nimekuuliza kulingana na mwili wako wewe. Unafikiri mkono wako wa kushoto is less important than your ear? Kulikuwa na upinzani dhidi ya haya mabadiliko. I mean, wakati mlikuwa mnajadiliana mkiwa pale, sijui how was it received? Hakuwa na upinzani wowote. Mimi nilikuwa kwa hii mikutano yote. In fact hakutakuwa na ukifanya mabadiliko kila mtu anasikia wewe utakuwa hivi, anasema yes, hakuna mimi sijasikia, kusema tu kweli. Mimi sijasikia hii maneno, nasikia kutoka kwa watu one or two people kwa magazeti ama kitu kingine naona kwa social media. Ni muhimu pia kwa members na tena unajua kila mtu akiongea, yes. Nimekuja kuzoea kwa siasa kwamba unajua kila mtu akiongea ama akiuliza swali, wakati mwingine unatafakari. Wengine hawaulizi kwa sababu wako na nia nzuri, wengine wanauliza kwa sababu ya vitina, wanataka kuleta vitina. Mimi nawaomba tafadhali, wanachama wa Jubilee tuko na kazi ya kufanya. Na kazi hiyo ni ya kusajili wanachama na kuboresha chama chetu. Kufungua maofisi ya chama, tunajiandaa kufanya uchaguzi wa chama kufikia baadaye.
alafu tuende kwa National Delegates Conference, basi tujipange sasa kwenda kwa uchaguzi mwingine. National Executive Committee imeamua tutakaa pamoja kwa United Opposition, tuongee na wale wenzetu katika United Opposition. Ili sasa tujiunge na Wakenya wengine katika ujenzi wa taifa letu la Kenya. Lakini sasa ndio mambo kama hayo ya kusema mguu ni less important kuliko chicho. Hiyo yote ni maneno ya kuturudisha nyuma. Sisi hatuna hiyo kwa chama cha Jubilee. Yale tuko nao kwa Jubilee ni kwamba kila mwanachama, vile Uhuru Kenyatta anasema, kila mwanachama hata awe naibu wa National Organizing Secretary, yule hako kwa county, kila mwanachama, hata yule mwanachama ambaye hana cheo katika chama, yeye ni member tu. Hata yule ambaye alikuwa mstaafu, alikuwa mjumbe wa bunge katika chama cha Jubilee, lakini sasa bado yeye yako Jubilee. Kila mwanachama wa Jubilee tunamjukulia kama ni equal kwetu sisi wote. Mimi sio bora zaidi kwa sababu ni naibu wa kiongozi wa chama kuliko mmemba wa chama ambaye ako Molo ama ako Kirinyaga ama ako Embu. Nikipatana na wanachama wa Jubilee wale wako Embu, wale wengine wanataka viti vya MCA, wale wana umuhimu kwa chama kama vile mimi naibu wa kiongozi wa chama, kama vile mwekazina wetu Bwana Kawe, kama vile katibu mkuu wetu mpya Bwana Ole Kenta. Hivyo